Ikhwani fillah, min maqasid alhajj, miongoni mwa makusudio ya ibada ya haji, ima umekwenda kuitekeleza au umeisoma haji katika vitabu, ni kwamba haji makusudio yake yanamkumbusha mwanadamu kushikamana na tauhid, asimuabudu yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, mambo yake ayategemeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo ndiyo makusudio ya haji. Muislamu anapoingia katika ndege, anapofika katika miqat, wale marubani huwatangazia Waislamu ya kwamba sasa hivi tunakaribia miqat, watu waingie katika ihramu zao. Kama hawajaingia katika ihramu zao, na watu walete nia. Katika nia unayoidhihirisha wakati ule, Muislamu anasema labbaik allahumma hajjatan la riyaa fiha wala sum'a, labbaik allahumma hajjatan la riyaa fiha wala sum'a, na kuitikia Mola wangu na kuitikia kutekeleza ibada ya haji isiyokuwa na ria wala isiyokuwa na kutaka mimi kuitwa majina. Tauhid, unaitakasa ibada yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo lengo la haji. Baada ya hapo, tauhid inaendelea kudhihiri, unaleta talbiya paka itakapodhihiri kwako wewe kusuru Makka, majumba ya Makka. labbaik la sharika lak labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulk la sharika lak. Unaleta talbiya paka unaingia katika mji wa Makka. Talbiya hii yote inamfundisha Muislamu tauhid. Akifika katika mji wa Makka, anakwenda kutekeleza ibada yake ya haji. Anapoingia katika sahful Kaaba, ameingia kutufu al-Kaaba, anatufu al-Kaaba kwa kuendeleza tauhid. Imma katika kutufu Kaaba unaisoma Qur'an, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, tauhid, au unamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tauhid, au unafanya dua unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, tauhid. Hii ndio haji. Anamaliza tawaf, anakwenda kusimama Muislamu maqamu Ibrahim, anaswali rakaa mbili. Katika rakaa ya kwanza anasoma suratul Fatiha ma'al kafirun, tauhid. Rakaa ya pili anasoma suratul Fatiha ma'al ikhlas, at-tauhid. Anatoka anakwenda baina ya Safa wal Marwa, anasimama katika mlima wa Safa, anaelekea Kalba, analeta dua, tauhid. Ibada ya haji yote ikizunguka mpaka kilele ya ibada ya haji. Ar-Rasul anasema al-hajju Arafa, siku ile ya Arafa afdalu du'a allamana ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam la ilaha illa Allah, tauhid. Sasa Muislamu anayekwenda kutekeleza ibada ya haji, Muislamu anayesoma ibada ya haji, hatakiwi baada ya kuisoma haji na kutekeleza haji arudi katika mila za kishirikina, arudi katika mambo yanayovunja tauhidi yake, akajitegemeza kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akienda na mali, anapokwenda akapewa mambo, akaandikiwa kwenye karatasi yake, akaambiwa hizi uweke katika mfuko wako, usitoe. Ukienda katika interview utapata kazi. Akafundishwa, akapewa mambo, akarudi katika shirki. Haji inamfundisha Muislamu na inamtaka Muislamu awe ni mtu wa tauhid, na haya ndiyo makusudio ya haji.